Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 16 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ajizatiti malengo dira 2050, aimarisha diplomasia ya kimkakati kukuza uchumi. AU yamteua kinara afya uzazi. UN isifu Tanzania mfano wa amani Afrika. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wafungwa 123 mbioni kutolewa magerezani. Habari katika ukurasa wa 7. Miradi ya PPP yashika kasi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mwigulu akerwa kukosa matundu ya vyuo, asema ni aibu dunia ya kidijiti, awatwisha zigo TAMISEMI. Habari katika ukurasa wa 4. BAKWATA kuzindua kanzi data ya madrasa. Habari katika ukurasa wa 19. CCM yataka ufumbuzi hofu ya uchimbaji Gunga. Habari katika ukurasa wa 7. CRDB COSTECH watenga bilioni 4.6 miradi bunifu ya vijana. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika mpango wa maendeleo wataja mambo 6 kuongeza ufanisi. Habari katika ukurasa wa 3. Madiwani dawa pitisha bajeti ya bilioni 328.4. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Wasira ataja makundi ya kusaka maridhiano, ataja wajibu wa serikali, agusia jamii zilizopoteza ndugu, mali, waliopata ulemavu yaliyotokea Oktoba 29, sema hakuna kesi za kisiasa nchini, asisitiza hakuna haki bila amani. Haya ni mahojiano maalum, undani wake ni katika ukurasa wa 4, ndugu yake ikisema maridhiano sio mbadala wa sheria, maridhiano hayabadilishi sheria, hakuna aliye juu ya sheria. Ukiwa kiongozi wa kisiasa unapaswa kuheshimu sheria, ukikosea unashtakiwa na kukamatwa kama raia mwingine. Hii ni nukuu ya Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM Bara. Uditiri wa maduka ya tiba asilia ni dawa, sumu au biashara, undani wake ni katika ukurasa wa pili. Kuna jambo lisilo la kawaida linaloendelea katika miji mikuu ya Tanzania, ongezeko la kasi la maduka ya dawa za asili. Hali hii inajitokeza wakati ambapo nchi imekuwa ikipiga hatua kubwa katika huduma za afya za kisasa. Vikwazo kwa mfumo wa anwani za makazi Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 21. Umoja wa Mataifa wavutiwa uthabiti wa mifumo nchini. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Vyoo shuleni kung'oa kurugenzi, marasi, uhaba wa vyoo na madarasa, madawati ndio vilio vya mara kwa mara toka kwa walimu na wananchi kila wanapopata ugeni wa viongozi wanaotembelea shule za misingi za umma nchini. Hata hivyo, kumeibuka kilio kingine cha uhaba wa vyoo, undani wake ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Samia afanya mazungumzo na naibu katibu mkuu UN, apongeza mchango wa UN na taasisi zake katika jitihada za pamoja za maendeleo nchini katika nyanja za ushirikiano wa kidiplomasia na msaada. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Mazungumzo ya mkwamo wa kisiasa shika kasi Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 4. Barabara kuelekea campus ya Mzumbe
Tanga kujengwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Polisi ya wasaka waliomvutisha mtoto sigara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. TRA Karatu yaanza kutekeleza maagizo, habari katika ukurasa wa 2. CRDB Costech watenga bilioni 6.6 kuinua biashara bunifu, habari katika ukurasa wa 5. AU mateso kwa Palestina ni lazima yakomeshwe, habari katika ukurasa wa 19. Mwezi mtukufu wa Ramadhan na mtazamo wa kisayansi na Kiislamu, habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe limeandika mishahara mipya bado ni mtifuano, waajiri 1440 wakaguliwa, baadhi wabainika kukiuka agizo, wapewa siku 30 kutekeleza amri ya serikali ya kulipa ujira wenye ongezeko la 33%. Habari kamili ni katika ukurasa wa 2. Gazeti limeandika tumefanya ukaguzi kwenye mikoa tofauti na kubaini baadhi ya waajiri bado hawajaanza kutekeleza agizo la serikali. Kupitia kamishna wa kazi tumewapa amri utekelezaji ndani ya siku 30, ikiwamo kulipa malimbikizo tangu mwezi ulioagizwa. Hii ni nukuu ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira, uhusiano, Deus Sangu. Ni muhimu waajiri na wafanyakazi kuelewa vizuri maelekezo yaliyotolewa ili utekelezaji wake uwe sahihi na usilete migogoro. Ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha waajiri Tanzania ATE Susan Ndomba. Lakini pia ipo nukuu ya katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa hoteli, majumbani na huduma za jamii Chodau Saidi Mwamba, ikisema pamoja na mabadiliko ya sheria, lakini uko ugumu wa kukagua kwenye nyumba za watu binafsi kujua kama wafanyakazi wanalipwa kwa mujibu wa sheria, jambo linaloathiri utekelezaji wa amri hiyo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Masoko yaliyogharimu mabilioni ya kosa wateja, fedha zilizowekezwa zageuka hasara, baadhi ya baki magofu, wafanyabiashara wakataa kuyatumia wakilalamikia umbali, habari ni katika ukurasa wa 16. Samia ateta na viongozi Komoro, Angola, Ethiopia kimkakati, habari katika ukurasa wa 3. Uwanja wa kisasa wa klabu ya Yanga utakavyokuwa, habari katika ukurasa wa 24. Lissu kizimbani tena kumkabili shahidi wa 7 leo, habari katika ukurasa wa 2. Othman, bila haki ya uchaguzi wananchi hugeuka watumwa, habari katika ukurasa wa 7. Shambulio la uamlizi kujeruhi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tutazame sasa gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ateta na naibu katibu mkuu ateuliwa kinara wa afya ya mama na mtoto Afrika, habari kamili ni katika ukurasa wa 2. Wakuu wa taasisi kasimamieni nidhamu balozi mhandisi Zena, habari katika ukurasa wa 2. Zaidi ya trilioni 1.01 kuimarisha sekta ya afya Zanzibar, habari katika ukurasa wa 2. Juhudi za Dr. Mwinyi kuimarisha elimu ziungwe mkono balozi Saif, habari katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika Rais Xi Jinping, China tutaziondolea ushuru nchi za Afrika ifikapo mwezi Mei, habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hesabu zimekataa, Yanga izima JS Kabili ila ya kwama robo, Azam FC Singida Black Stars zaga bila deni, habari ni katika ukurasa wa 10 pamoja na ukurasa wa 11. Matokeo ikiwa ni Yanga 3 JS Kabili 0, kombe la shirikisho Wydad 2 Azam FC 0. Moto wa Aura Gueye wa mshtua Beka sasa kicheko, habari ni katika ukurasa wa 2 na ukurasa wa 12. Kesho ni FA Cup, Meja Isamuyo Simba dhidi ya Greenland. Arsenal yapata nafuu kwa Haaland England, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. TRA hali si shwari, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Queen Masanja mrembo mfano wa kuigwa kwa mapambano, habari katika ukurasa wa 9. Gazeti hili imeandika La Liga leo Jumatatu ni Girona dhidi ya Barcelona, mchezo unapigwa saa 5 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti kwenye ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu ninalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Yanga Simba gonjwa moja, habari katika kurasa za ndani. Baka akoshwa na kiwango Simba, Magdalena ashinda shaba Uarabuni, habari katika kurasa za ndani.
Hassan Ali atunukiwa tuzo ya heshima, habari katika ukurasa wa 21. Tenis ya walemavu kutambulishwa Zanzibar, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika huu ndio uwanja wa Yanga, uongozi wa Tamba utakuwa wa kisasa wenye hadhi ya kuchezwa fainali za AFCON pamoja na habari katika ukurasa wa 23. Simba kurejea CAF kwa kishindo, habari katika ukurasa wa 23. Harry Kane apigisha mabao 500, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe. Tutazame ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru, kweli daima, habari za michezo na burudani. Lenyewe limeandika kocha Simba Sports Club ageukia ligi kuu, habari ni katika kurasa za ndani. Kocha Misime atoa ya moyoni kwa Tanzanite Queens, habari ni katika ukurasa wa 21. Amri Said kitasa cha zamani chenye ujumbe kwa klabu ya Simba, habari katika ukurasa wa 12. Rihanna hadharani, habari katika ukurasa wa 16. Yanga yaanza kuchonga, habari katika ukurasa wa 23. Mike Tyson atuma ujumbe White House, habari katika ukurasa wa 16. Lakini pia gazeti hili limeandika Ronaldo washa moto, habari ni katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru. Lakini pia gazeti hili kaandika Stanley Msungu nilitaka kuzimia kwa ajili ya Ramsey Noah, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14. Na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Uhuru, kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.